Natumaini sana ya kwamba Bwana ni mwema kwa upande wako, na kweli Bwana ni mwema kila wakati. Na hapa nilipo, ninao moyo wa dhati kabisa kukuletea somo hili katika sura hii ya 12. Tulimaliza sura ya 11 na sasa tuko kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo. Msikilizaji, kidogo kidogo hivi lakini tunasonga mbele. Kuna siku tutashangaa tumemaliza kabisa Biblia yote. Kidogo kidogo hivi lakini kwa uhakika mkubwa sana. Sasa sisi tunaendelea kwenda taratibu hivi. Kwa mtu ambaye alikuwa amefanikiwa kuanza na sisi sura ya kwanza, sasa hivi tuko sura ya 12. Kwa hivyo kama tukifika mwisho wa Biblia atakuwa ameisoma Biblia yote. Unaona? Kwa hivyo ni swala la kujidhatiti tu kwamba ninahitaji na mimi niweze kufuatilia. Kwa hiyo ukiamua kufuatilia hata kama wewe ni mvivu kukaa na kusoma Biblia mwenyewe, lakini unapofuatilia hapa mwanzo hadi mwisho, kwa sababu sisi haturuki hata kitu kimoja. Tunasoma mstari kwa mstari, mstari kwa mstari, basi utajikuta umepata uelewa mkubwa sana kuhusiana na Biblia na utajikuta umesoma Biblia nzima kwa ujumla. Sasa tuko katika sura hii ya 12 na naomba Mungu akubariki sana na uweze kuipa sikio sura hii ya 12. Lakini kabla hatujaanza sura hii, basi turuhusu Roho wa Mungu awe na sisi kwa njia ya maombi. Asante sana Mungu muumba wa mbingu na nchi kwa sababu ya kipindi hiki. Asante kwa kutupa afya ambayo inaruhusu angalau tuweze kusoma neno lako. Asante sana Mungu, lakini tunaomba tusisome tu. Tuelewe na utupe Roho wako Mtakatifu atusaidie kutenda sawa na tunayoyasoma. Tutie nguvu zaidi na zaidi. Tuishi kama unavyotaka wewe, ili isiwe ni kujifunza tu, lakini mwisho wa siku tupate mibaraka ya hapa duniani na mwisho ufalme wa mbinguni. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Sura ya 12 mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mwisho. Sasa mstari wa kwanza wa sura ya 12 wa kitabu cha Mwanzo unaanza kwa kusema, Bwana akamwambia Abraham. Bwana akamwambia Abramu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 70. Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko,
akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri, akazidi kwenda pande za kusini. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akaenda huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme wewe, ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abraham mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Ndipo Farao akamwita Abraham, akasema, ni nini hili ulilonitendea? Mbona hukuniambia ya kuwa huyo ni mkeo? Mbona ulisema huyo ni umbu lako, hata nikamtwaa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Msikilizaji, hiyo ndiyo sura ya 12 inayoeleza kwa kifupi kuhusiana na safari ya Abraham. Huyu ni Abraham, lakini ndiye huyu ambaye baadaye anaitwa Ibrahim au Abraham. Ndiye huyu ambaye tumeanza kumsoma kwa jina Abraham, na ndivyo anavyoelezewa na mahusiano yake kati ya yeye na Lutu, akiwa ni mtu na baba yake mdogo. Tunaendelea kujifunza hapa na mambo mengine tutajifunza zaidi, lakini tumeona hapa kwamba Abraham akiwa na Lutu ni mtu na baba yake mdogo, kwa sababu tumekwisha kuona huko nyuma jinsi ambavyo tulivyosoma, na hapa tumekwisha kuona mambo mengine mengi, lakini si wakati wake kuchambua sana, lakini ni wakati wa kukumbushana tu mambo muhimu ambayo tumeyapitia. Hii ilikuwa ni sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo. Ninafurahi sana kwamba tumepata wasaa wa kusoma sura hii ya 12. Tunaendelea wakati mwingine katika sura ya 13 kidogo hivi mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Basi niwatakie kila la heri, tukutane katika sura ya 13. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.